Bismillahirrahmanirrahim. Ukoo wa Bwana Ahmed Sharif unasikitika kutangaza kifo cha baba yao Bwana Ahmed Sharif kilichotokea usiku wa kuamkia leo Aprili 6, 2026 katika hospitali ya Global mjini Unguja. Taarifa za msiba zimethibitishwa na mwanawe Khadija Ahmed Sharif ambaye alikuwa safarini nje ya Zanzibar na kulazimika kukatisha safari yake kwa ajili ya kurejea nyumbani kumhitimisha mzazi wake. Maziko ya Sheikh Ahmed Sharif yatafanyika kesho tarehe 7 Mei 2026 saa 4 asubuhi nyumbani kwa Dr. Omar Saleh na atasaliwa msikiti wa Mchangani Masjid Maghfira kwa Sheikh Aliani na kuzikwa katika makaburi ya Kianga, wilaya ya Kati, Unguja. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mwenyezi Mungu ampokee hali ya kuwa ameshamsameh pale alipoteleza katika uhai wake na amfanyie wepesi katika safari yake hiyo nzito na kumlaza mahali pema peponi na ampe mapumziko ya kudumu katika maisha yake ya barzakh. Amuondoshee adhabu za kabri na kumwandalia pepo iliyotukufu ambayo Mwenyezi Mungu amewaandalia waja wake wema. Amin, amin, thumma amin. Bwana Ahmed Sharif wakati wa uhai wake nilifika nyumbani kwake Jumbi na kuzungumza naye kama miezi 3 iliyopita. Naye katika mengi aliyozungumza kuna sehemu ya mahojiano yake nilikuwa bado sijaichapisha, ambayo pamoja na mambo mengine mengi kuhusiana na historia yake ya elimu alizungumzia uzoefu wa elimu hapa Zanzibar na kutoa ushauri mzuri. Nisingemtendea haki ingelikuwa video hii sijaitoa. Bwana Ahmed Sharif kutokana na heshima yake na uzoefu wake na heshima kubwa ya elimu aliyoipata hapa Zanzibar, ninaomba video hii nichapishe leo. Mfumo wa elimu unavyoelewa mimi ilikuwa kabla ya mapinduzi au kabla ya uhuru, kulikuwa na public schools lakini wanaume na wanawake hazijawa co-educated na hazikuwa nyingi kwa wakati huo, ila kwa upande wa private, yani watu kama Catholic school ile ilikuwa inaitwa Tumekuja zamani, kulikuwa na Hindu Union, kulikuwa na Ethnashi schools, yani schools zilikuwa private lakini ni co-educated. Lakini hizi za serikali mpaka mapinduzi mpaka 1965 zilikuwa separated, wanaume na wanawake. Skuli nyingi za ng'ambo zilikuwa za wanaume mbali, za wanawake mbali. Lakini baadaye 1965 wakati kulikuwa na nationalization, serikali ikachukua skuli zote za public zikafanya co-educated. Mimi nilisoma skuli ya Vikokotoni ambayo ilikuwa ikiitwa Arabic speaking. Ile ndio ilikuwa na co-education toka mwanzo. Lakini baadaye serikali ilipochukua ikawa skuli zote haikuwa private, ilikuwa ni public, lakini ilikuwa imechanganya wanafunzi wanaume na wanawake. Lakini skuli ya karibu pale ilikuwa na Darajani skuli, ile ilikuwa ni wanaume tu peke yao. Kiswandui ilikuwa ni wanawake peke yake. Hii sasa inaitwa Bembela ilikuwa na wanawake peke yake mwanzo, ikiitwa Saida Matuka. Lumumba ilikuwa ni wanaume peke yao, ikiitwa King George. Kulikuwa na Betrasi zamani ambayo ilikuwa ni secondary school ya nini, ikiitwa technical school, ilikuwa ni wanaume tu.
Kwa hivyo zamani hakukuwa na mchanganyiko wa wanafunzi wanaume na wanawake kwa wingi zaidi, lakini baada ya mapinduzi 65 ikatokea mbadiliko wa mfumo, ikawa skuli zote zilikuwa na wanaume na wanawake. Nasema wakati wetu mpaka wakati wa mapinduzi skuli zilikuwa kama nilivyosema mwanzo, zilikuwa wanawake mbali, wanaume mbali, lakini kuwa encourage wanafunzi wafanye vizuri kulikuwa ni kama competition. Ukifanya vizuri kwenye second term unakuwa promoted. Kwa hivyo wanafunzi watatu katika class wanakuwa promoted kwenye class ya juu, na mimi hiyo ndio ilinisaidia sana, kwa sababu nafikiri najua kama nilikuwa promoted mara 3 katika school. Kwa hivyo ilikuwa inanifanya mimi niwe competitive katika class, na kwa bahati nzuri au tuseme bahati, wale wanafunzi wenzangu wakawa kama wanani kusudu, maana si kwa vibaya, lakini tukizungumza vizuri, kwa hata ndiko natoa tuition kwa wanafunzi wengine wakati huo. Kwa hivyo, lakini sijui kama ni jambo ambalo linaweza kufanya tena wakati huu, kwa sababu mfumo umebadilika kabisa, na nafikiri serikali na watu wa elimu wana lengo jingine ambalo wanataka kuleta ili kuweza kuboresha ile education yao.